Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche amewakumbusha mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura, kamishna msaidizi mwandamizi SCP Murilo Jumanne Muliro na kamishna msaidizi ACP Faustin Mafwele kuhusu watu kutekwa, kuteswa na wengine kuuawa kwa kile kinachodaiwa kuwa ni maelekezo kutoka juu. Akizungumza katika kongamano la vijana wasomi wa Chadema Chaso mnamo tarehe 25 Mei 2025 jijini Dar es Salaam, Heche amewakumbusha wakuu hao katika vyombo vya dola pamoja na mambo mengine wanapaswa kujifunza jambo baada ya utawala wa Nazi mikononi mwa Adolf Hitler. Nini kiliwakuta waliokuwa wakipokea maagizo kutoka juu? Kwa watu kuwa na mawazo tofauti kwenye nchi yetu, wanatekwa, wanatishiwa, uhai wao uko mashakani. Sisi wengine tunapata taarifa kila wakati. Hata maji ya kunywa tukitoka ndani tunayafungia kwenye safe. Tumefanya kosa gani kwenye nchi hii? Kosa letu ni kuwa wanasiasa wa upinzani kwa kitu ambacho katiba yetu inaruhusu. Rais wa nchi yuko kimya. Mtu mmoja kwenye nchi hii ni mtu wa thamani kuliko kitu chochote. Magari yakipotea yatanunuliwa, ndege ikipotea itatengenezwa nyingine. Binadamu ni Mungu pekee aliyetupa uhai tunaotumia. Akiwemo Rais Samia, uhai wake anapewa na Mungu. Inakuwaje watu kwa mamia wametekwa, familia zinalia? Tutakuwa kwenye hali hii mpaka lini? Tunatekwa kama kuku, kila baada ya muda anaondoka huyu, kila baada ya muda anaondoka huyu. Na niwakumbushe hao wanaotumwa na kutumika kufanya haya matendo. Wakati wa utawala wa Adolf Hitler Ujerumani na Nazi, matendo maovu yaliyofanywa na watu waliokuwa chini ya utawala wa Adolf Hitler, wanatumwa kuua watu, wanatesa watu, wananyanyasa watu. Baada ya Adolf Hitler kushindwa na kuondolewa, walikamatwa. Kuna kesi maarufu sana inaitwa The Nuremberg Trial. Kwa wanasheria mnajua, watu walipoenda wakaanza kujitetea kwenye hiyo Nuremberg Trial kwamba sisi tulikuwa tunatumwa na watu kutoka juu, kufungia watu kwenye torture chambers ambazo walikuwa na wachoma na gesi paka wanaungua, wanakuwa mifupa na majivu, kukata watu vichwa, kuua watu, wakitegemea kwamba ushahidi watakaotoa au utetezi huo kwamba tulikuwa tunatumwa na viongozi kutoka juu utasimama. Na kuambia IGP Camillus Wambura na jeshi lako la polisi na Muliro, hamtakuwa na utetezi kwamba mlitumwa na watu kutoka juu kufanya vitendo hivi. Utawajibika wewe kama wewe. Ninakuambia Mafwele, ambaye kila mtu anakulalamikia katika nchi hii, kwamba wewe ndio unaongoza vikosi vya kuumiza Watanzania. Nchini ya kwetu kuna sheria ambazo tumekubaliana kuzifuata. Heche anakosa akamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya dola, sio kumpoteza. Na nimemsikia mkwe wa rais Mchengero anasema sisi tutakuwa tayari kulinda nchi hii kwa gharama ya damu. Mchengero, nchi sio ya mama yako, ni ya kwetu sote. Haya yanajiri baada ya vitendo vya utekaji, mateso, kupotea na mauaji kushamiri nchini tangu utawala wa awamu ya 5 hadi sasa utawala wa awamu ya 6, ambapo sintofahamu imetanda miongoni mwa jamii kuhusu nani ni wafadhili wakuu wa vikundi hivyo vya utekaji. Wakati jeshi la polisi Tanzania likishindwa kusimama na kuweka bayana kuhusu vikundi vinavyowateka Watanzania, hususan wenye mawazo kinzani na serikali iliyopo madarakani, mnamo tarehe 24 Mei 2025 alijitokeza Askofu Gwajima na mbunge wa Kawe kuzungumzia suala la utekaji, akija na orodha ndefu
ya Watanzania akali ya 80 waliotekwa, kuteswa, kuuawa na wengine mpaka leo hawajulikani walipo. Sisi ni wanasiasa. Mheshimiwa Rais au mwanasiasa mwingine yote angependa maslahi yake ya kisiasa ya shamili. Hakuna mtu mjinga duniani ambaye asingependa siasa yake shamili. Kila mtu angependa. Kwa mfano, huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama Mheshimiwa Rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania. Halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi, anaondoka, kwa sababu huyu naye mshauri mambo ya kizalendo ndio ana mamlaka ya kufukuza kazi. Unaondoka, analetwa mwingine. Akiletwa mwingine na yeye akionekana yeye kuna mambo fulani fulani ambayo, mimi natoa mifano, kuna mambo fulani fulani ambayo ni ustawi wa nchi, naye anayakwamisha, yamekuja, lakini yeye anashauri, bwana, mimi naona mheshimiwa, ili jambo tusilifanye kwa sababu linahatarisha usalama wa nchi. Akikataa anafukuzwa, atakuja analetwa mwingine, na yeye anaambiwa, bwana, tunaelekea hivi, lakini yeye kwa profession, kwa taaluma yake, anaona hili jambo kwa usalama wa nchi, kwa uzalendo wa nchi, kwa future ya nchi haliko sawa. Akakataa, naye anafukuzwa. Atakapokuja wanne atakubali, kwa sababu hawa ni binadamu wenye ana familia, huyu mtu ana watoto, ana maisha, ana ambition, ana watu wanaomtegemea, ni mtu. Unanielewa eh? Sasa huyu mkuu wa chombo, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa, au mkuu wa jeshi la polisi, au mkuu wa jeshi la wananchi, au mkuu wa jeshi la magereza, au wakuu wa vyombo wote wakasema, samahani mheshimiwa, hili jambo ni kweli tunadaiwa, tutafute njia nyingine, tusimpe huyu Ziwa Victoria. Ameondoka yule, amefukuzwa yule. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea maslahi ya nchi, ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Utekaji unaondoka. Utekaji unaondoka. Cha kustajabisha, siku 2 baada ya Askofu Gwajima kujitokeza hadharani na kumwaga mboga kuhusu swala la utekaji, wabunge Abbas Tarimba na Msukuma wakiwa bungeni wamemshambulia vikali mbunge huyo, hivyo kuzidisha sintofahamu kwa Watanzania. Nani mhusika mkuu wa vikundi hivyo vya utekaji? Watu kama vile wakija tena, badala ya kuwarudisha, tia ndani. Kila mtu kwenye dunia kuna seti mbili tu za sheria, international law na domestic law. Domestic law zinabakia katika uwanda wa Kitanzania. Hatutaki mtu mwingine atuonee huruma, atupende kwa sheria zetu za ndani. Tuacheni wenyewe na sheria zetu za ndani. Hata hizo sheria za kimataifa ni mahusiano tu. Kuna mtu mmoja hapa ndani, mwenzetu mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, anaanza kutuchokonoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? Anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua. Tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano. Unatoa mifano, nasema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu, huko uliko. Tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii. Unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe? Unajua jinsi ya kulea? Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa huko uliko. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, pamoja na viongozi wetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, sisi tunaviamini kwa 100%. Haya ni majaribu na yatapita. Endeleeni kufanya kazi. Endeleeni kufanya kazi. Na nimemsikia mwanasiasa mmoja mwenzetu, rafiki yangu, amepiga akaingilia mpaka na maamuzi ya rais. Jamani,
tulikuwa na awamu ya 5 humu ndani. Mimi nilikuwa mbunge Mwamba marehemu, hakuna mtu alinyanyua mdomo huu, hakuna mikutano, na hata hiyo press ungepiga jioni ungekuwa nao jamaa. Sasa tusimwone mama mpore tukatumia hii nafasi kumwingilia mpaka na maamuzi yake. Sisi wote tumeapa kulinda katiba. Akizungumza kwa mafumbo, Askofu Gwajima ameapa kurudi tena kuweka mezani kuhusu swala la utekaji, hatua ambayo wafuatiliaji wa siasa na jamii kwa ujumla wanazitazama kauli za Askofu Gwajima kama kuna kitu anakijua kuhusu wafadhili wakuu wa vikundi hivyo. Pengine kuna watu watakomenti kule, kuna mtu akikomenti mjanja nitarudi tena. Ili jambo hili mimi nimelivalia njuga mpaka watu waache kutekwa, nitarudi tena. Na nikirudi sasa safari hii itakuwa sio kama hii mara ya kwanza. Asanteni sana na washukuruni sana. Mwanasheria wa Chadema Dr. Rugemeleza akiwa katika kongamano kuhusu suluhisho la utekaji nchini Tanzania lililofanyika jijini Dar es Salaam aliweka bayana masuala kadhaa kuhusu hilo. Ni swala la msingi sana kwamba tunapozungumzia masuala haya tuweze kujua kwamba tunaishi katika jamhuri. Vyombo vya mamlaka ya umma ambavyo vimepewa jukumu la kusimamia usalama na ulinzi vinapata nguvu yake kupitia ibara ya 145 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ambayo inaipa madaraka serikali uwezo wa kuvianzisha vyombo hivyo. Sasa ni kwamba vyombo hivyo vinatakiwa kutambua kwamba ni ibara ya 147. Sasa 147 ibara ndogo ile ya pili inasema serikali ya Jamhuri ya Muungano yaweza kwa mujibu wa sheria kuunda na kuweka Tanzania majeshi aina mbalimbali kwa ajili ya ulinzi na usalama wa nchi na wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo vyombo vyote hivi vinapata mamlaka yake kupitia katiba, na vile vile katiba inatoa hakikisho la haki za msingi za binadamu, na vile vile ibara ya 15 inakataza enforced disappearance au watu kuchukuliwa kwa nguvu. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia katika muktadha huo, basi inabidi tuelewe hapo. Sasa kama wenzangu wamezungumza kwa sehemu kubwa mambo yatakuwa yanajirudia, lakini ni kwamba tuna agano la kimataifa dhidi ya kupotezwa kwa nguvu ambalo linakataza kwamba jumuiya ya kimataifa imeliona kwamba ile ni kosa ambalo ni baya, na linajumuisha pamoja na kushikwa, kuwekwa ndani au kukamatwa na kunyimwa uhuru wake mtu ambao anao. Ukiangalia ibara ya pili ya ile azimio linasema, la agano hilo linasema wazi. Sasa ni kitu ambacho upotezwa huko kunamaanisha kwamba inaweza kuwa kwa muda mfupi au muda mrefu kama alivyosema Jebra. Lakini tuna haki, ndugu wa mtu aliyepotezwa chini ya azimio hilo wana haki ya kujua kujua ukweli wa mtu wao alivyopotezwa, na vile vile enforced disappearance, kupotezwa kwa nguvu, kuna ukiukaji wa haki za binadamu. Sasa inabidi tufahamu, Jaji Makaramba hapa alizungumzia kwamba tatizo liko la dunia nzima, lakini ukiangalia kama kule Amerika ya Kusini ilikuwa ni sehemu kubwa sana ya mfumo wa maisha ya kufanya vile katika nchi zetu za Kiafrika. Ile miaka ya 70 kulikuwa na Idi Amin Dada, Bokassa, Ngwema, wote hao walikuwa wanapoteza watu na kwa namna hiyo kutumia mabavu. Na ni kweli ni kwamba ukisikia katika nchi kuna matatizo ya watu kupotezwa, maana yake kuna mporomoko mkubwa wa mfumo wa utawala na kujiongoza wa nchi. Ni aibu kwa taifa kuwa na watu ambao wanapotezwa. Sasa kama vitendo hivyo vinatokea na mwisho wa siku vikihusisha vyombo vya umma, inakuwa ni aibu kubwa sana kwa taifa. Akichangia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu swala la utekaji na watu kupotea, mbunge wa zamani wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi maarufu Sugu mnamo mwaka 2017 aliweka bayana sintofahamu
katika jamii kuhusu suala hilo. Hata hivyo, suala la vikundi au magenge ya uhalifu katika ardhi ya Tanzania linajibiwa na waziri wa kilimo wa sasa nchini Tanzania, Hussein Bashe, ambaye mwaka 2017 alisimama na kuliambia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa watekaji ni kikundi cha watu wanaotoka Idara ya Usalama wa Taifa. Hoja ya Hussein Bashe mnamo mwaka 2017 inashabihiana na ya Askofu Gwajima ambaye anataka marekebisho ya sheria ya usalama wa taifa. Tanzania ni yetu sote na Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Ushauri wangu wa kwanza, ni kweli tubadilishe sheria yetu iendelee kwamba wakuu wa vyombo kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais. Lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya Bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliyofanya?